Salamu alaikum. Kwa majina anaitwa Inspekta Bakari, polisi kata ya Mchafukoge. Umeelewana waheshimiwa? Niko hapa kwa ajili ya kuzungumzia mada ya ushirikishwaji wa jamii kuhusu swala zima la amani katika nchi yetu. Tumeelewana kubwa? Amani ndio swala la msingi kabisa. Amani ikipotea, basi hamna chochote kitaendelea. Leo hii tuko hapa msikitini, tuna swali kwa sababu ya amani, tuna amani. Lakini kama amani ikipotea, basi tutakosa hata muda wa kukaa masjidi na kuabudu. Kwa hiyo swala la amani ni swala la msingi sana. Kwa hiyo kila mtu kwa nafasi yake na sehemu yake alipo anatakiwa ahubiri kitu amani. Tunafanya shughuli zetu kwenye biashara zetu, tunafanya kila kitu, lakini kila kitu ili kiende ni lazima kuwe na amani. Kwa jeshi la polisi limeanzisha miradi mbalimbali, miradi mingi ili kuwafikia wananchi kutokana na kulingana na hili swala la amani. Sasa tutafanyaje? Tutashirikishaje wananchi kule wewe unakoishi, kuanzia kule nyumbani unakoishi kule? Ujue kabisa una wajibu wa kulinda amani kule kule unakoishi. Utaishi vipi? Utalinda vipi amani? Utashirikiana na wenye viti wa serikali za mitaa. Wana wajibu wale wa kulinda amani katika mitaa yao. Ndio tunakuwa tuko busy sana, mambo yanakuwa ni mengi, lakini hata siku moja ukiitishwa kikao unahudhuria. Tutaunda vikundi vya ulinzi shirikishi, au mnaweza kushiriki wenyewe direct, moja kwa moja usiku mkawa mnalinda eneo letu kupitia vikundi hivyo vya ulinzi shirikishi, ambao mtateua vijana ambao watakuwa ni wanafanya kazi kwa weledi, ni waaminifu. Sio mnachagua vijana wa kulinda na wale vijana wenyewe wanakuwa ni wezi. Kwa mwenyekiti wa serikali za mitaa atachagua vijana wake ambao ataona hawa ni waaminifu, sawa, ni waaminifu, wanafanya kazi kwa weledi, basi hao ndio mtawachukua, watapitia kwa polisi kata. Nadhani polisi kata kila mmoja kule anakoishi wanafahamu, kuna mapolisi kata kila sehemu ambao ndio sisi. Kwa hiyo wale vijana wakishapita kwenye serikali ya mitaa wanapelekwa kwa polisi kata anawapa mafunzo, basi wale wanapita usiku wakiwa wanalinda maeneo yetu. Lakini pia kama hiyo haiwezekani, basi pia tunaweza kushiriki wenyewe direct, kawa mnalinda wenyewe eneo letu. Na hiyo pia sio tu kwa nyumbani kule, hata huku tunakoishi, hata huku tunapofanya biashara zetu mjini, hata huku tunapofanya biashara zetu mjini, huku tunapoacha mali zetu, tunatakiwa tushiriki ulinzi wa maeneo yetu. Tumeelewana jamani? Kwa swala la ulinzi kila mmoja atambue anawajibika kulinda, na sio tu swala la jeshi la polisi. Tukishirikiana kwa pamoja, tukashikamana, basi tutateketeza uhalifu katika maeneo mbalimbali, kwa sababu wahalifu sisi ni ndugu zetu, tunaishi nao nyumbani, sawa, ni kaka zetu, ni wajomba zetu. Lakini mtu anajua kabisa mtu yule pale sio mwadilifu, anafanya vitendo vya kihalifu, anaona shida kumripoti. Natakiwa umripoti kwamba bwana, mtu fulani nyendo zake sivyo. Utaripoti vipi? Utapitia kwa polisi kata wako, sawa.
Utaenda pale, bwana, mtu fulani fulani ana tabia hizi na hizi, ili aweze kuchukuliwa hatua za kisheria. Kwa hiyo ndugu zangu, swala la ulinzi kila mmoja anatakiwa kuwajibika, sio swala tu la jeshi la polisi. Na ndio maana kwa sasa tunapitia maeneo mbalimbali, tunapitia vijiwe vya bodaboda. Kama watu wa bodaboda wapo hapa, utaona askari wanapita kule wanawapa elimu. Kama nilivyosema, kwenye mabiashara mbalimbali askari wanapita wanatoa elimu ya ulinzi shirikishi, sawa. Kwenye nyumba za ibada kama hivi, na sisi ndo tunakuja tunawapa elimu. Tumeelewana eh? Kwa hiyo maeneo mbalimbali tunapita kuwapa elimu hii ya ulinzi shirikishi, kwamba kila mwananchi ana wajibu wa kulinda eneo lake. Tumeelewana waheshimiwa? Tukifanya hivyo kwa pamoja, basi tutaleta amani na mshikamano katika nchi yetu. Kwa hiyo swala la amani ni swala la mshikamano. Kila mwananchi atambue, amani ikitoweka, kuja kuirudisha ni ngumu sana, ngumu sana. Sasa hivi sisi hapa, hii nchi yetu ni nchi ya amani, imeundwa hivyo toka na waasisi wetu walipotuumba. Basi sisi, hii ni nchi ya amani. Kwa hiyo hii amani yetu tunatakiwa tuitunze, asitokee mtu akakurubuni. Ukitaka mafanikio, tunaongea na vijana wenzetu, fanya kazi kwa bidii, mtangulize Mungu mbele, acha kufanya maovu, basi Mungu atakusaidia, utafanikiwa. Lakini ukiingia kwenye uhalifu ukaona ni njia nyepesi ya kupata mafanikio, mwisho wa siku unakuja kusababishia familia yako matatizo. Utakuja kukamatwa, utakuja kupata kesi kubwa. Kumbe maskini una familia, una watoto, anakuja pale mama za watoto mpaka roho inakuuma. Mtu anakuambia nini, mimi ndio mume wangu namtegemea, nina katoto kadogo haka. Lakini sasa ukiangalia kesi alokuwepo nayo, utamsaidiaje? Sio, umenielewa? Amefanya kosa kubwa. Lakini yote hii vijana tunafanya hivi kwa sababu ya tamaa ya maisha. Tunataka yale maisha ya shortcut. Hatutaki kufanya kazi kwa bidii. Tufanye kazi kwa bidii, mtangulize Mungu mbele, basi Mungu atakufikisha. Lakini acha kufanya mambo hayo, utakuja kusumbua familia, utakusumbua watoto wako, wazazi wako watakuwa kila siku wako kwenye vituo vya polisi. Kwa hiyo tufanye kazi kwa bidii, tuwache maovu. Mwenyezi Mungu atatujalia. Leo hii amani, narudi kwenye amani. Amani ikitoweka, unaona nchi za wenzetu huko sasa hivi ni shida. Unaona katoto kadogo kanalia, ukiangalia kwenye mitandao, japokuwa nyingine wanatengeneza, lakini ni kweli inauma. Wewe hapa utakimbia, hujui unakimbilia wapi, lakini familia yako kule nyumbani itakimbia, hujui inakimbilia wapi, kwa sababu kuna kipindi mambo yakiwa magumu, wewe utakimbia kutetea roho yako. Na wewe uko nyumbani kule, wale watakimbia, hawajui wanaenda wapi. Wewe unakimbia tu, unakaa huko msikitini, una amani yoyote, muda wote mnaweza mkapigwa wote mkaondoka. Lakini nchi Mungu katujalia, kwa hiyo tusipoteze amani yetu. Tushirikiane na jeshi la polisi katika kuilinda amani. Nafikiri mmenielewa wakubwa. Kwa hiyo swala la amani ni swala la muhimu sana. Kwangu mimi sitakuwa na mengi sana,
Na kuna moja nimeliacha, ngoja, kuhusu ulinzi jirani. Ulinzi jirani kule unakoishi kule, ulinzi jirani. Ulinzi jirani tukimaanisha ni wewe na ile eneo lako pale unakoishi na majirani zako, hisi kama nilizungumzia. Lakini pale mnakoishi mnatakiwa muwe na mahusiano mazuri, mpeane namba. Mwenzako akipata tatizo ni la kwako, na yeye akipata tatizo ni la kwake. Sio mnaishi sehemu kila mmoja anajiona yeye yuko juu. Haya ni maisha tutayaacha, hata wewe una nini, mwisho wa siku utaondoka, utaviacha. Lakini mkiwa mnaishi vizuri, mnaishi vizuri kabisa, mnashirikiana, akitokea tatizo la mtu ni la kwake, mnapeana namba za bwana, bwana mbona kama kuna kitu fulani sikielewi, ndio ile nasema umeondoka, unataka kusafiri, una watoto pale unawaacha, japokuwa ni wakubwa wanajitegemea, lakini ukiondoka unamwambia jirani yako, bwana mimi nasafiri, nitakaa labda mwezi mmoja. Nikikaa mwezi mmoja naomba niangalizie wale watoto, hawana shida yoyote, watakula nini, kila kitu, na ni wakubwa, lakini naomba niangalizie familia yangu. Ndio watu wanavyoishi ulinzi jirani. Lakini sasa hivi sisi tunavyoishi, mtu anaishi na mwenzake hawasemani. Yaani mtu akipata mwenzake tatizo, yeye anasema anafurahi. Ausha alikuwa anajisikia bwana, si alikuwa anajisikia ajifanya na hela bwana huyu. Hapa sisi bwana, yeye ndo anatamba na nini. Tusiishi hivyo. Kwa hiyo tuishi kwa upendo na mshikamano, tutegemeane unapokuwa na shida, kwa sababu hata uwe na kila kitu, lakini lazima utakuja siku utategemea watu. Kuna Koplo Osman naye yuko hapa na mada yake fupi tu, kwa naomba na yeye nimkaribishe Afande Osman. Allah Taala wa a'udhu billahi minash shaitani rajim. Bismillahir rahmanir rahim. Wal 'asr innal insana lafi khusr. Wal 'asr innal insana lafi khusr illa alladhina amanu wa 'amilus salihat wa tawasaw bil haqq wa tawasaw bis sabr. Ndugu zanguni, kwa majina naitwa Inspector wa polisi Othmani Riko. Awali ya yote nimekaribishwa kuzungumza nanyi kwa uchache, lakini Afande Bakari ameongea mengi kuhusiana na masuala ya ulinzi shirikishi katika kuiasa jamii, lakini hususan jamii yetu ya Kiislamu ambayo leo imekuwa bahati kuwa tumekutana kwa muda huu mfupi, lakini tukiwa ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani. Hii ni neema kubwa. Mimi sina mengi sana, ila nitarejea katika miongoni mwa yale ambayo yamezungumzwa kwa uchache. Kwa hiyo ndugu zanguni, kaa vizuri. Naam. Afande Bakari amezungumzia ulinzi shirikishi, amezungumzia amani. Amani kwenye Qur'ani tukufu limetajwa mara nyingi sana. Nini maana yake? Uislamu wenyewe ni amani. Kwa hiyo sisi Waislamu ukizungumzia amani unazungumzia maisha yetu ya kila siku. Maisha yetu ya kila siku. Na mifarakano katika jamii ya Kiislamu haihitajiki, kwa sababu sisi ni watu wa amani. Mwenyezi Mungu anasema katika sura aliyotoka kuisoma, sura Al-Asr, wal 'asr innal insana lafi khusr. Kwa wale waliokuwa wataalamu wa lugha, imekuja wal 'asr, wanasema alwahul qasam, yani ni herufi ya kiapo. Mwenyezi Mungu anaapa na nyakati za al-asr. Siku zote Mwenyezi Mungu akiapia jambo, ujue ile jambo lina msingi mkubwa sana. Kwa hiyo Mwenyezi Mungu ana haki ya kuapa na chochote, lakini ameapa na wakati wa al-asr.
kila mwanadamu, innal insana lafi, kila binadamu yupo katika hasara, yupo katika, Mwenyezi Mungu anasema kila mwanadamu yupo katika nini? Sasa inakuwaje kila mwanadamu yupo katika hasara? Allah anasema illa alladhina amanu, isipokuwa wale ambao kwamba wameamini, wenye sifa ya kuwa waumini. Na sifa za waumini ziko nyingi, ndio maana kwenye Qur'ani zipo aya zimezungumzia waumini tu. Hata ndani ya mwezi mtukufu wa Ramadhani Mwenyezi Mungu akisema ya ayyuhan nas, wala kusema ya ayyuhal muslimun, amesema ya ayyuhalladhina amanu. Kwa hiyo wale wenye sifa ya kuwa waumini. Ukiwa kwa sifa ya muumini, maana yake wewe uko katika daraja ya juu sana katika watu. Illa alladhina amanu wa amilu salihati, wale walioamini alafu wakatenda amali njema. Hii kutenda amali njema maana yake ni kwamba Uislamu unatuelekeza tutende vitendo vilivyokuwa vizuri. Lakini katika kutenda mema haitoshi, akasema watawasau bil haq watawasau bis sabr, wakahusiana kutenda haki, kuacha dhulma. Sasa moja ya dhulma ni kumuibia mtu, kumpora mtu, kumkaba mtu. Hiyo yote ni nini? Dhulma. Uislamu umekataza. Watawasau bil haq, kisha watawasau bis sabr, wakahusiana kuwa na nini? Na subra. Subra ina maana kubwa sana. Subra ni ibada nzito. Kuna kusubiri wakati wewe huna chochote, unatafuta, una subra. Na kuna kusubiri Mwenyezi Mungu amekupa, baada ya kupewa utafanya nini. Na kuna kusubiri Mwenyezi Mungu atakapokuchukua kile ulichokuwa nacho. Tulipokuwa hatuna amani tangu kipindi cha miaka mingi kabla ya uhuru, tukaitafuta amani kwa maana tuwe sisi wenyewe tunajitawala. Allah akaleta khairi, amani ikawe patikana. Vipi wewe uwe wa kwanza kuichezea amani? Amani inaanzia katika moyo wako. Inaanza kwenye nini? Kwenye moyo wako, wewe pamoja na wanao kuzunguka. Na ndio maana Uislamu umehusia sana amani na umetuhusia sana kupendana baina yetu sisi. Afande Bakari kasema watu wanachukiana, wana wanafurahia. Uislamu umekataza hivi vitu. Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam anasema sibabu muslim fusuq wa qitaluhu kufru. Kule kulumbana tu Waislamu baina ya Waislamu ni ufasik. Ni nini? Ufasik. Yaani ufuska ni kitu ambacho hakifai. Sio sifa ya nini? Ya Muislamu. Kupigana kwao ni ukafiri. Kupigana kwao ni nini? Hii maana yake Uislamu unakataza magomvi, unakataza mifarakano, unakataza watu kupigana. Ikiwa dini yenyewe imetuongoza katika amani, wewe unapokwenda kinyume sasa, maana yake wewe unakiuka misingi na maadili ya Uislamu. Anyway, kuna wakati unaweza ukawa mtu amekukwaza, umechukia, lakini bado kuna maelekezo. Hauwezi kumchukia mtu maisha yote kumwambia mimi na wewe tusizikane. Hujui wewe utakuwa wapi kesho, utakuwa nani. Ndio maana bado Mtume anatukataza, anasema yakulu Mustafa la yahillu almuslim an ya'jura akhahu hatta thalathat ayyam. Yani Muislamu anakatazwa kumuhama, yani kumwekea bifu Muislamu mwenzi zaidi ya siku ngapi? Wewe una bifu na ndugu zako muda gani sasa? Tena wadamu kabisa kuzaliwa. Na unakata shauri mimi na wewe tusizikane. Alafu bado unasema wewe ni Muislamu. Alafu unasema Muislamu. Unakata mpaka udugu, na Uislamu umekataza sana jambo hilo. Sasa kama unajua kama umekwazwa na mtu, umeelekezwa katika Uislamu, basi kama ndio amekupitiliza makwazo, isizidi siku ngapi? Ni maneno ya Mtume Muhammad. Mara nyingi haya yote yanatokana na kila wakati moyo unakuwa una hasira. Na moyo wenye hasira muda wote unakuwa unajenga chuki. Unajenga chuki. Ndio maana kwa kumalizia eneo hilo, Mtume alifuatwa na mtu mmoja akamwambia anihusie. Anamwambia Mtume nihusie mimi. Akamwambia neno moja, la takhadhab. Akarudia mara ngapi? Mara 3. La takhadhab.
anamwambia usiwe na chuki, usighadhibike, usikasirike. Hasira ni mbaya sana ndugu zangu. Jamii zetu leo tunakuja hapa kuzungumzia amani, si kwamba hamuifahamu amani, ila dunia imekuwa mbele zaidi, tumeibeba dunia, tunasahau misingi ya imani. Sisi mpaka jambo likifika kwetu, manake hali tayari huko mtaani imeshakuwa baya. Lakini kwa sababu tunasimamia misingi ya amani, tunapita leo kukumbushana, tuhakikishe kwamba tunaienzi na kuilinda. Hakuna mtu aliyekamilika. Wewe na mimi wote ni dhaifu. Alkamalu lillah. Mkamilifu ni nani? Imetosha watu kuelewa hilo. Ilobaki ni kuingia katika utendaji. Na haya yote, kwanza moyo wako uwe hadhiri, uwe umekubaliana na hilo. Kwa sababu kwenye maisha siku zote wapo watu waovu wengi tu, na sisi bahati mbaya tunaishi kwenye jamii hizo, tunayashuhudia maovu, lakini tunakaa kimya, hatusemi. Unasema lila linusu mimi la fulani. Leo hata umuone mtu hapo anakabwa, watu wako tayari kutoa simu, afande Bakari wakaanza kurekodi ili awe wa kwanza katika grupu la WhatsApp kurusha lile tukio, sio kumsaidia yule ambaye anafanywa uovu. Tumefikia hapo. Lakini ukirudi kwenye Uislamu ambao amekatazwa, anasema Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika hadithi ya kutoka Sayyidina Umar, hatua za kuondoa matatizo katika jamii. Yakulu Mustafa, man raa minkum munkaran, yani ukiliona ovu linafanyika kwenye jamii, munkar ni jambo ambalo halifai. Mtume anasema wala yuakhir biyadihi, liondoshe kwa mkono wako. Yani unamwona mtu anadhurika, unaweza kulizuia jambo lile, nenda kalikabili kwa umetekeleza maelekezo ya Bwana Mtume. Useme kwamba mimi huyu hanihusu, ndio umetoa msaada. Kama lam yastatu, ikiwa huwezi sasa, kinyume chake anasema wala bilisan, basi likemee. Yani mtu anafanywa jambo, uwezi unamwona jamani shujaa, simkabili, paza sauti. Kupaza sauti ni kufichua maovu yale ambayo anafanya katika jamii. Paza sauti. Inawezekana ukaongea kwa kinywa chako, ama ukachukua simu shekhe ukafanyaje, ukapiga. Ni moja kati ya njia kupaza nini? Sauti. Umetimiza wajibu wako. Hapa mtaani kuna 1, 2, 3. Hutoitwa kwamba wewe ni mtu mbaya, mtendelezi, si mbaya hata. Wewe utakuwa umetekeleza ile amri ya Mtume Muhammad. Umeliona ovu, umeshindwa kuliondoa kwa mkono, umelikemea kwa nini? Ukishindwa kabisa, ahadhatul kalbi, ile kuchukia kwenye moyo. Lakini Mtume anasema huwa adhaful iman. Chukia basi lile baya, kwa sababu limefanya, huwezi kuliondoa, huwezi kulikemea. Chukia. Leo hii watu wanachukia, wanafurahia. Shehe wangu, watu wanachukia, wanafurahia. Wanafurahia maovu yanafanyika. Tena mtu anafika mahali anaenda kumuita mwenzake, wanakaa wanasengenya kabisa, bwana fulani kapata na 1, 2, 3. Bora bwana. Na ni Muislamu akija hapa anasema iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Kabisa. Na alipatwa na hilo ni Uthmani, ni Ali, na wewe ni Hassan. Ila aina tadhhabun? Tuenda wapi sisi sasa? Hali ni mbaya, na wakubadilisha hali hiyo ni mimi na wewe. Ni mimi na wewe, na sio kesho. Sasa mimi nina madhaifu kama binadamu, kama ulivyo wewe. Kubali madhaifu yako, usijione bora kwa kila mtu au kajiona wewe ndio kila kitu. Lakini huo ndio Uislamu unavyofundisha. Kwa hiyo baada ya kusema hayo, eneo la mwisho kabisa tunazungumzia amani mpaka katika usalama wetu barabarani. Eneo lote hilo linatuhusu sisi. Kwenye usalama barabarani, wote tunafahamu tunatumia hizo barabara katika mapito yetu ya kila siku. Na kwenye bado vile vile kujapoa, bado vile vile kuna matukio yanafanyika ya uvunjifu wa amani.
Wote ni mashahidi, tuko barabarani tunaona kuanzia wenyewe madereva wanaotumia vyombo vya moto mpaka watumiaji wengine wa barabara. Wengi hatufati utaratibu wa kisheria kwa sababu aidha haraka ama makusudi au basi kujiona ni bora kuliko mwenzako. Utaratibu uko wazi, kila mmoja atafata usahihi wa sheria zinavyoelekeza barabarani. Ukiwa umepanda chombo cha moto, wengi tunatumia pikipiki, ndio usafiri uliopo katika jamii ya sisi watu wa hali ya chini, si ndio? Lakini pikipiki tunazopanda hatufati sheria. Tunaona ni simple tu, ustadhi una pikipiki, tunaenda Chamazi, tusaidie, tuko wawili tuko watatu, tunabanda, wenyewe wanasema mshikaki, tukijua kwanza ni hatari kwa maisha yetu. Aliyetengeneza chombo ameweka kwa watu hawa, ila kwa shida zetu sisi tunaona ni halali kupanda zaidi ya mmoja, tukijua kwamba tunavunja nini? Sheria. Lakini bado tunatengeneza mazingira rafiki na hatarishi ya kupata ajali. Watu wanapanda mpaka 4, tunaishi nao huko tunaona. Baya zaidi, inawezekana uko peke yako lakini pia huvai kofia ngumu, helmet. Unamsubiri atokee askari ndio akusimamishe, akwambie hujavaa helmet usafi. Na akikwambia ni kosa unasema nisaidie sheria. Ushavunja sheria. Jamani, kweli si kweli? Si ndio maisha yetu? Tena wakati mwingine unamchukia mpaka askari mwenyewe na kumwambia unanionea bwana. Kwa sababu elimu inafika kila leo, ila sisi kukubali kutii sheria bila shuruti tumekuwa ni wazito. Wewe ndio umepanda pikipiki na yeye ndio unamwambia bodaboda niwaishe ninawahi. Sasa yule akishaambiwa na anatamaa ya pesa, atafanya kila kitu ambacho sicho kimujibu wa sheria. Atapita taa nyekundu, atakatiza katikati ya magari huku na huku. Matokeo yake anakuja kwa overtake isivyo sheria, anakwenda kusababisha ajali. Kinachotokea hapo tena ni madhara, tunapata ulemavu wa kudumu, hatimaye inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Wangapi wamekuwa walemavu wa kudumu kwa sababu pikipiki? Mabwana ni wengi mno, nenda Moi pale takwimu zinatisha. Ni ndugu zetu, ni jamaa zetu tunawajua. Ajali ni moja kati ya maeneo yanayomaliza rasilimali kubwa ya taifa. Tuna wapendwa wetu wengi sana wamepoteza maisha kutokana na ajali za barabarani. Wengine wanapata ulemavu wa kudumu kutokana na ajali za barabarani. Wewe ndio umepanda chombo cha moto, pikipiki, mwambie yule bodaboda, bana mimi ndio abiria wako. Sihitaji huo mwendo wa speed unaokwenda nao. Usimuogope. Kwa sababu unamuogopa wewe na hela unalipa wewe, anakupeleka anavyotaka. Mwambie ukweli, mimi sina haraka hizo unazokwenda wewe. Cheuka kimya, atakuvunja mguu. Atakuingiza kwenye semi trailer, umeingia chini ya rola unakanyagwa. Umenusurika, umepona, unasema alikuwa anaenda speed. Nilikuwa nataka nimwambie lakini nikaona nifanyeje. Usiwe mnyonge kiasi hicho. Wengine ni wahuni tu. Mtu kashalewa, unamwona kabisa anakuchukua lakini ananuka kilevi. Na wewe unakubali tu anakupakia. Eti unajua kabisa mbona ananuka pombe, akili yake itakuwa sawa barabarani. Au unakuta mtu anakuendesha na chombo cha moto, kaeka mziki mkubwa, yani yeye mwenyewe hata kumwambia mtu hasikii. Akili yake iko wapi? Kwenye mziki, anasikiza singeli. Cheni hatari. Tunaambiana uhalisia wa maisha yetu ya kila siku. Sasa hivi hapa tutatoka magharibi, wewe unawahi kutari, wewe unawahi wapi? Ndio zinaanza huko. Ukiangalia na lewaiwa hali eleweki. Chena haikufuturu bwana. Kwani kufuturu nini? Cha kwanza ulitia mdomoni, tende na maji ushafuturu. Kingine ni ziada ya chakula. Lakini mtu anakukimbiza mbio, unasema unaifutari, anakupelekea madhara, unaweza kupata ajali. Ukijua kabisa chombo cha moto nimepanda mimi, nalipa mimi, anakukimbiza kwa spidi anazotaka yeye. Tukatae.
Wewe mwenyewe ukishindwa kujitetea, nani atakutetea? Tupo kwa ajili ya kuhakikisha sisi wote tunatii sheria bila shuruti. Tunapanda magari haya, unakuta kwa ndani ya gari la daladala, gari imejaza kupitiliza, dereva anaendesha ovyo ovyo. Shekhe hata kuzungumza tu kumwambia dereva unatuendeshaje, punguza mwendo, unaogopa. Wapo wajinga wachache ndani ya chombo hicho wanatetea, kwa sababu akili hazifanani, si ndio? Sasa wewe usikae kimya, onekana wewe ni tatizo, ni kero, lakini fikisha ujumbe. Wacha akuchukie, itakuwa ni salama kwa wengine wote. Tena muda mwingine mwambie kabisa, nitapiga simu kwa askari, gari ikamatwe kwa sababu ya uendeshaji wako wa hovyo. Yanatokea haya. Madereva wanafanya kujisikia, wanaopateki hovyo, wanakwenda spidi za ajabu. Pale ukiwa hujapanda gari anakubembeleza, si ndio? Tena anakuita kwa bashasha, aingia kwenye gari sasa uone. Hauna tena thamani, unakuwa wewe ni mtumwa. Maneno yote mabaya utapewa wewe. Kwa hiyo hawa watu bila sisi kutusaidia kupaza sauti, tunafeli. Tupo kwenye jamii. Kwa hiyo ndugu zanguni, mimi niseme tu, nashukuru kuweza kupata fursa hii kuzungumza nanyi. Yapo mengi ya kuzungumza, lakini walillahi alhamdu, tuseme kwamba Allah ametuwafikisha kuweza kukutana leo kuzungumza machache, tukiwa katika siku za mwishoni kabisa na mwezi mtukufu wa Ramadhani. Tuongeze juhudi katika kufanya ibada kama tulivyoelekezwa Bwana Mtume. Kama hizi yeye alikuwa akiongeza sana ibada. Ukiwa unatoa utoe zaidi, ukiwa mvivu wa kuamka usiku uamke zaidi, kwa sababu ni riadha hii. Ukiwa kwenye mbio mwishoni kutafuta medani, unafanyaje? Unalegea, unaongeza spidi. Kwa hiyo wote Mwenyezi Mungu ajalie funga zetu ziwe zinakubaliwa, na ajalie tuwe tumeidiriki Lailatul Qadr na kupata mafanikio mema katika mwezi huu mtukufu wa Ramadhani, ambao hatujui kama tutakutana mwezi mwingine wa Ramadhani kama huu, isipokuwa kwa uwezo wake Allah atuwafikishe. Asalamu alaykum. Mtu akiona nguvu akiwa auondoe kwa mkono. Sasa nimeona mtu anakaba, ili kusaidia yule anayekaba lazima na kutumia nguvu ya ziada. Ima ni kupigana ama mkukaba anakaba mtu. Sheria zetu zinasemaje hapo? Mimi nitakuwa nami katika kundi na wapadaji kwa kumsaidia anayekaba anaweza nikamzidi kuna kumpata hiyo mzungurumu kama mzungurumu aingia katika kutugana. Salamu alaykum wa rahmatullahi. Wa alaykum salaam wa rahmatullahi wa barakatuh. Naam, swali mjarab sana ameuliza Sheikh. Imekuwa ile hadithi ya Nabii Musa wakati anamtetea Myahudi mwenzake akasababisha kifo, ikawa asbabu Musa kutafutwa sasa. Nani kaua? Musa akajificha mpaka siku anamuona Myahudi mwingine anamtetea yule ambaye kwamba alimtetea mwanzoni, akakumbusha, wewe bwana ulimuua fulani, siri kafichuka. Ikawa habari nzito kwa Nabii Musa alayhi salam. Naam, swali zuri. Kama alivyosema Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ni msingi wa kisheria kabisa. Unapoliona ovu liondoshe kwa mkono. Katika mazingira ya makosa yako katika sehemu tatu. Kuna mkosaji, kuna msaidizi na kuna mshiriki wa kosa. Sawa? Tumekatazwa kujichukulia sheria mkononi. Mimi namuona fulani anakabwa, mimi kitendo kile sipendezwi nacho. Mkabaji naenda kumdhibiti ili yule anayekabwa asifanyaje? Asiendelee kudhurika. Kwenye kudhibiti kule, Sheikh akasema nikamzidi
nguvu. Nikamzidi nguvu. Wewe uliokwenda pale kutoa usaidizi wa mtu anayedhuriwa, jukumu lako kubwa ni kuhakikisha yule mtu hapati madhara, anayedhurika. Na kubwa kwanza tumdhibiti huyu ambaye analeta madhara, ili mkondo wa sheria upate utaratibu wake. Kwa hiyo mimi nimemuona afande Bakari anakabwa na shekhe bana. Nimekuja sasa, nasema Kiswahili, kumgombelezea. Nikaanza kumwataki yule mpaka tukamzidi nguvu. Mimi na huyu bwana tunajulisha, tunatoa taarifa kwenye kituo cha karibu aje achukuliwe huyu, na sisi tutakuwa kwanza kutoa ushuhuda kile ambacho alikuwa anafanyaje, anakifanya. Kwa hiyo wewe toa msaada, jitahidi kwenye msaada wako usilete madhara makubwa, kwa sababu kwenye kumdhibitiwa na nguvu akanipiga ngumi, na mimi nataka nimdhibiti, nikapiga naye. Lengo ndio kufanyaje? Kumdhibiti. Sawa? Si kwenda kwa nia kwenda kumpiga huyu, ni kwenda kumzuia ili asifanyaje, asimdhuru. Sasa tunatakiwa tusichukue sheria mkononi. Mfano leo katika jamii kuna mtu anaiba, umesikia tu mlio, mwizi, unatoka. Baada ya kutoka, taratibu zile tumkamate mwizi, sio? Tumpeleke sehemu husika. Sasa wewe unatoka na panga unampiga la kichwa mwizi. Wewe umeshachukua sheria kwa sababu uko nyuma ulijua sana. Sasa naamini hapa ndo namaliza hasira zangu. Si ndio? Sheria isemi hivyo. Sawa sawa?